Wapenzi watazamaji, taifa letu la Tanzania linahitaji tuweze kuzungumza ukweli. Ndani ya taifa letu vyombo vya habari vimenunuliwa na serikali na vinachapisha taarifa ambazo serikali inataka. Serikali ndio kuamua ni kipi cha kuchapisha. Kwa hivyo mimi nikaja na ukumbi huu ambapo tutakuwa tunazungumza ukweli. Tunaanika kila kitu hapa. Kwa hivyo hichi ni kituo cha Mwananchi, kituo cha Tanzania News Today ambacho kitakuwa kinakuambia ukweli. Ninakuomba usubscribe, sambaza kanda zetu ili tukae familia kubwa. Samia ameweza kushindwa. Samia alikuwa amefungua kesi ili ushahidi wa mahakama ya ICC, mahakama ya jinai, uweze kutupiliwa mbali. Lakini kutokana na maombi ya Watanzania wengi, hiyo kesi ya Samia kufungia ushahidi wa mahakama ya jinai imeweza kushindwa na hiyo kesi ya Samia imetupiliwa mbali. Ninamaanisha nini mpenzi mtazamaji? Mwaka uliopita, mwaka 2025 au kipenda 2025, katika taifa letu tuliandaa uchaguzi. Na uchaguzi ule haukukuwa wa haki na huru. Serikali iliweza kuua raia wetu ambao walikuwa ni wema, waliokuwa wanakataa utawala wao wa kimabavu. Sasa wananchi wengi wakauawa na video zikachukuliwa. Mwanaharakati mwenye anaitwa Mange Kimambi akawapea nambari ya Marekani mahala ambapo wananchi watakuwa wanatuma hizo kanda za mauaji ili tuzichapishe mitandaoni na ili tufikishe katika mahakama ya jinai kama ushahidi. Samia akaona kwamba mambo yamechacha, mambo yamekaa magumu, akaandikisha kesi katika kampuni ya Meta ambayo ndiyo inamiliki mtandao wa WhatsApp, Facebook pamoja na Instagram. Katika ile kesi ambayo Samia aliweza kuweka katika kampuni ya Meta, akaiambia kampuni ile kwamba waweze kufunga nambari ya Mange Kimambi ya Marekani ambayo iko na video zote za mauaji kwa sababu alikuwa anatumiwa pale. Vilevile serikali ikaagiza kwamba mtandao wa Instagram wake Mange Kimambi uweze kufungwa. Kampuni ile ikasikia kilio cha Samia wakafunga. Kwa sababu gani? Samia hakukuwa anataka ushahidi ule ufike katika mahakama ya jinai. Sasa wanaharakati mbalimbali, watu wenye moyo mzuri wameenda mpaka kampuni ya Meta, wameambia Meta bana, hii nambari ya WhatsApp ambayo mliweza kufunga ya Mange Kimambi, hiyo nambari iko na ushahidi mkubwa sana wa ICC. Hii nambari haikufanya kosa lolote ambalo mliweza kuambiwa muifunge. Sasa kusema ukweli ni kwamba baada ya kampuni ya Meta kuelezewa na wanaharakati na watu mbalimbali waweze kuifungua nambari ya Mange Kimambi ambayo iko na ushahidi, video zote za mauaji, Meta wamekubali kuifungulia ile nambari ya Mange Kimambi. Hasara ni kwa Samia, ushindi ni kwa Mange Kimambi na Watanzania. Sasa Mange Kimambi amesalia na mtandao wake tu wa Instagram ambao umefungwa na utafunguliwa hivi karibuni. Jinsi ambavyo unaona hapo, Mange Kimambi ameweza kueleza hizi habari nzuri kuelekea kwa Watanzania. Akawaeleza hivi: Meta has unsuspended my WhatsApp account +++. For those who don't understand the importance of gaining access to this number is that
This is the number the Tanzanians were using to secretly share photos and videos of the elections massacre that saw over 10,000 Tanzanians get killed. You can scroll down this page to see the photos and videos of the killings. Akaweza kusema hivi kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Kampuni ya Meta imeweza kufungulia nambari ya WhatsApp yangu ambao walikuwa wameifungia. Namba yake ndio hiyo hapo, hata unaweza ukamtafuta uweze kumsalimia. Alafu akasema kwamba kwa wale ambao hamuelewi umuhimu wa kupata hii nambari, ninaomba uweze kusikiliza hapo. Kwa wale ambao hamuelewi umuhimu wa kupata hii nambari, hii ndio nambari ambayo Watanzania walikuwa wanaitumia kutuma picha pamoja na kanda za video ambazo zilionyesha jinsi ambavyo wananchi zaidi ya 10,000 waliweza kuuawa na hii serikali. Kumaanisha nini mpenzi mtazamaji? Ushindi ni kwetu sisi wa Tanzania. Hasara ni kwa Samia. Kwa sababu ushahidi huu sasa Mange Kimambi yeye kama mwanaharakati anaufikisha ICC na atakuwa anaonyeshana jinsi ambavyo alikuwa anapokea video hizo. Serikali iliweka kesi wakifikiri kwamba ule mtandao utafungwa misi na milele. Mtandao ule wa WhatsApp na ile nambari imeweza kurejeshwa. Mange akaendelea kusema hivi, I would like to thank every single person who is working behind the scenes to ensure Meta does the right by Tanzanians by reinstating my accounts. I would also like to thank members of Congress who are taking the time to help us regain access to this page. Watanzanians, akaunti yangu ya WhatsApp imerudi hewani mchana huu, bado siamini. Naomba muambiane huko Instagramu na TikTok kuwa WhatsApp ya taifa imerudi. Unaona, ameweza kueleza hivi kwamba anawashukuru wale wote ambao wameweza kumpigania. Unaona, mpaka Marekani imeweza kumpigania. Yaani amesema hivi, I would also like to thank members of the Congress who are taking the time to help us regain access to this page. Yaani wa Marekani, wabunge ndani ya bunge la Marekani kwa mrengo, yani wabunge ndani ya bunge la Marekani wameweza kupigana sana mpaka hii nambari ya Mange Kimambi imerejeshwa. Kipindi ambapo wamepigana mpaka hii nambari ya Mange Kimambi imerejeshwa, ni kumaanisha kwamba wabunge wote ndani ya Marekani wanaunga mkono wa Tanzania kwenye ombi lao kwamba Samia Suluhu Hassan aweze kuchukuliwa hatua. Na unaona Wamarekani hawa wote, wabunge hawa wote ndani ya bunge la Congress Marekani ndio wameweza kupigana mpaka wamehakikisha akaunti ya Mange imerudi. Na Mange yeye mwenyewe ameweza kutueleza kwamba hii akaunti ambayo mnaona hivi ya WhatsApp imebeba jumbe muhimu, arafa muhimu za mauaji ya Samia. Huu ni ushindi jamani, na mwenye ameweza kupata hasara ni nani? Ni Samia. Na mwenye ameweza kushindwa ni nani mpenzi mtazamaji? Ni Samia na vibaraka vyake na machawa wake. Sasa mnapaswa kujua kwamba ile nambari ambayo inatumika na Watanzania kuweka kila kitu bayana ya Mange Kimambi imerejeshwa. Kama serikali inaona kwamba Mange Kimambi alikuwa anafanya mambo mabaya, mbona walifunga akaunti zake? Kampuni ya Meta imeweza kuangalia na imegundua kwamba Mange hakukuwa na kosa lolote, na ndio maana wameweza kurejesha akaunti zake. Kwa hivyo huyu kimama atakuwa anashindwa kila wakati, na mimi niko na imani kwamba huyu kimama anaelekea wapi? ICC. Wazo lako ni lipi baada ya Watanzania na Mange Kimambi kupata ushindi huu? Mimi ni Bwana Ezra. Ninakuomba tafadhali, endapo unanitazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 kapiga subscription, sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi
ili taarifa hizi ziendelee kuwafikia watu wengi. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kunitazama, tupatane kwa kanda ijayo.